Tukiendelea na uchambuzi, China imetoa wito wa kukomeshwa kwa vikwazo ilivyovitaja kuwa visivyo halali dhidi ya Iran wakati ilipokuwa mwenyeji wa mkutano wa wanadiplomasia wa Iran na Urusi siku ya Ijumaa kwa ajili ya mazungumzo ambayo Beijing inatumai kwamba yataanza tena baada ya kukwama kwa muda mrefu juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Zaidi ni kutoka kwa Sylvia Mwehozi. Marekani ilijiondoa katika makubaliano ya kihistoria mwaka 2015 ambayo yalifanikisha kuzuia maendeleo ya mpango wa nyuklia wa Irani kwa msamaha wa vikwazo wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump. Rais Trump ametoa wito wa kufanyika kwa makubaliano mapya ya nyuklia na Iran tangu arejea ikulu ya White House, lakini Tehran imesema hakuna uwezekano wa kufikiwa makubaliano yoyote ikiwa bado inaendelea kuadhibiwa na vikwazo. Juhudi za kufikiwa makubaliano mapya zilipewa dharura mpya mwezi uliopita wakati shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia IAEA liliposema Iran imeongeza kwa kiasi kikubwa hifadhi yake ya madini ya urani yaliyorutubishwa. China imewakaribisha leo naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani Kazem Garibadadi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Rabikov kwa mazungumzo, huku ikisema kuwa inatumai itasaidia kuanzisha tena mazungumzo mapema. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani Kazem Garibabadi anasema Irani inapokea ukaguzi mkubwa kutoka kwa shirika la IAEA na mpango wake wa nyuklia haujawahi kuelekezwa kwa malengo yasiyo ya amani. Lakini kwa bahati mbaya, baadhi ya nchi zinajaribu kuchochea mgogoro usio wa lazima katika suala hili kwa kuwa na masuala mawili tu yaliyosalia. Wanataka kukuza hali hiyo huku sisi tunakabiliwa na masuala mazito zaidi na hawazingatii masuala muhimu katika muktadha wa kutopanua mgogoro. Wakati wa mazungumzo yake na wanadiplomasia wa Urusi na Iran, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesisitiza kwamba ni muhimu makubaliano yapatikane kwa njia ya mazungumzo, akiongeza kuwa hali hivi sasa imefikia pabaya na kwamba wanapinga matumizi ya nguvu na vikwazo visivyo halali. Balozi wa Iran nchini China alisema baadaye kupitia mtandao wa kijamii wa X kwamba mkutano huo ulikuwa na mafanikio thabiti. Msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov alisema siku ya Ijumaa kwamba kuna ulazima wa kuendeleza juhudi za kidiplomasia juu ya mpango wa nyuklia wa Iran na kulaani vikwazo haramu dhidi ya Tehran. Trump amerejesha sera yake ya shinikizo la juu zaidi la vikwazo dhidi ya Iran, akirejelea mtazamo wake katika muhula wake wa kwanza. Kiongozi wa juu wa Iran mwenye mamlaka makubwa zaidi nchini humo, Ayatollah Ali Khamenei, alisema wiki iliyopita kwamba nchi yake haina silaha za nyuklia na haitafuti kuwa nazo. Na tunamalizia uchambuzi jioni hii, msikilizaji, kwa ripoti hii inayosema vyama vikubwa vya kisiasa nchini Ujerumani vimefikia makubaliano ya kuifanyia mabadiliko sheria ya mikopo ambayo ilikuwa inaweka ukomo wa kiwango cha deni ambalo serikali inaweza kulichukua. Makubaliano hayo yametangazwa baada ya chama cha walinzi wa mazingira kuunga mkono hii leo muswada wa vyama vya kihafidhina vya CDU-CSU vilivyoshinda uchaguzi uliopita na chama cha SPD ambacho kinatarajiwa kuwa mshirika wa vyama hivyo katika serikali mpya ya mseto. Kupata uelewa juu ya umuhimu wa hatua hiyo, mwenzangu Daniel Gakuba amezungumza na Dr. Harrison Mwilima, profesa wa chuo kikuu cha mjini Berlin. Alianza kwa kuelezea kilichoitwa ukomo wa kukopa ambao umeondolewa. Huu ukomo wa kukopa ni sheria ambayo ilianzishwa mwaka 2009 wakati wa serikali ya Merkel. Unajua, kipindi kile kulikuwa kuna mgogoro wa uchumi na wa kifedha hapa barani Ulaya. Kwa hiyo mgogoro huu, tunakumbuka kipindi kile kuna baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya zilichukua madeni mengi katika masoko ya kimataifa, ikafika hatua kwamba wawekezaji wakawa wanaogopa kukopesha serikali zao. Kwa hiyo ikafika hali kwamba madeni yao, yani serikali ikawa inashindwa kukopa. Kwa hiyo kutokana na ule mgogoro wa kiuchumi pamoja na mgogoro wa kifedha, ilipelekea Ujerumani kuja na hii sheria ya kuweka kikomo cha madeni ili kuhakikisha kwamba serikali kuu na serikali za majimbo haziwezi kukopa zaidi ya 0.35 ya kipato cha taifa.
ilikuwa bila shaka ilikuwa ni sheria ambayo ina mazuri lakini pia mabaya, kwa sababu kama tunavyojua hii serikali iliyopita iliyovunjika ya bwana Olaf Scholz, miongoni mwa vipigo ambavyo vilidhoofisha ni huko kushindwa kuvuka hicho kiunzi cha kukopa. Sasa Harrison, nikuulize, leo nimemsikiliza mtu ambaye anatarajiwa baadaye kuwa kansela wa nchi hii ya Ujerumani, bwana Friedrich Merz, akisema kwamba kuondolewa kwa ukomo huo kwamba Ujerumani imerejea, na kusema kwamba ni ishara muhimu kwa marafiki na maadui. Umuhimu wa hatua hii ni upi kiasi cha kumfanya bwana Merz kutamka maneno kama hayo? Serikali iliyopita ilishindwa kuvuka hicho kiunzi kwa sababu ya ukomo huu wa madeni. Tutakumbuka kabisa kwamba serikali iliyopita ilikutana na hii vita vya Ukraine, kukawa kuna janga la nishati. Kwa hiyo kulikuwa kuna serikali ilikuwa inahitaji pesa nyingi sana, lakini ilikuwa inashindwa kukopa. Sasa Merz anasema hivyo kwa sababu hii sheria ya ukomo kukopa, hususan katika upande wa sera za ulinzi, inamaanisha kwamba Ujerumani itaweza kukopa zaidi, hususan katika kipindi cha sasa ambacho kuna pressure ya hali ya juu sana. Nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zikitaka Ujerumani iweze kutoa pesa zaidi katika ulinzi. Tunakumbuka kwamba kwa upande wa Marekani tumeona katika sera ya mambo ya nje ya Donald Trump akitupa mkono Ulaya. Kwa hiyo kuna pressure kubwa sana sasa hivi barani Ulaya ya kutaka Ulaya iendelee kujilinda yenyewe, na hiyo inamaanisha Ujerumani inabidi kuchangia kiwango kikubwa sana katika ulinzi wa bara la Ulaya. Ndio maana Merz alisema kwamba hii sasa itasaidia sasa kwa sababu itaiwezesha serikali inayokuja kukopa zaidi na kuweza kuwekeza kabisa katika ulinzi na mambo mengine barani Ulaya. Ni Dr. Harrison Mwilima, profesa wa chuo kikuu cha mjini Berlin, alipozungumza na mwenzangu Daniel Gakuba kuhusiana na ukomo wa kukopa ambao umeondolewa. Na wakati huu basi tunaungana na Rashid Chilumba, yuko hapa kutueleza yale ambayo yapo kwenye mitandao ya kijamii yamevuma zaidi huko. Uliniahidi nilikuahidi, lakini sijui, lakini wacha tuone. Nadhani kwa bahati mbaya tuna taarifa moja husuni nchini Kenya. Polisi imemtia nguvuni dereva mmoja wa mabasi ya abiria matatu akituhumiwa kwa kifo cha abiria inadaiwa alisukuma kutoka ndani ya gari kwa sababu alikuwa hana nauli ya kutosha. Si kisa cha kufurahisha, ni cha huzuni sana. Ni kwamba abiria alikuwa ameingia, alikuwa anatakiwa kulipa shilingi za Kenya 80 lakini akawa na 50. Kondakta akaona hana pesa ya ziada, akamsukuma nje ya basi. 30 tu zilikuwa zinatakiwa, akamsukuma nje ya basi, na dereva alipoondoa gari akamkanyaga kwa tairi akapoteza maisha. Sasa Wakenya wengi wamekasirishwa sana na mkasa huu, na polisi iliposema kwa imemkamata huyu dereva, wengi wamejitokeza mitandaoni kuzungumzia kisa hicho. Nitakupa maoni ya wachache. Kwa mfano, huyu anajiita Allen Simbi anasema kabla hata ya mambo kufikia huko, huyu abiria kusukumwa nje, hakuna hata mtu aliyesema basi wacha nimlipie shilingi 30. Mwingine anaitwa Shinge anasema na kondakta yuko wapi? Anauliza mtu inayesemekana ndiye alimsukuma huyu abiria, mbona hatujasikia amekamatwa ama bado anatafutwa? Na Ernest 254 anasema ubinadamu umekwenda wapi? Anauliza kweli hapakuwa na mtu aliyekuwa na shilingi 30 ama Wakenya kuleta 30 bob ya kumsaidia huyu abiria? Anasema dereva wa kondakta huenda ni kweli walisababisha kifo chake, lakini abiria waliokaa na kutulia kabisa wakati mkasa huu unatokea ndio wanabeba lawama za kisa hicho chote. Shilingi 30 za Kenya zinaokoa maisha ya mtu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina.